Karibu katika sehemu ya tatu ya historia ya Urusi pamoja na Ukraine. Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi ni Rachel Robin. Subscribe katika channel yangu ili uwe wa kwanza kupata habari zangu. Haya, katika sehemu ya pili tuliona kwamba himaya ya Urusi ilipovunjika mwaka 1917, Ukraine walijaribu kutengeneza nchi ya pekee yao sasa. Lakini zilikuwa ni nchi vipande. Yaani Ukraine ya upande wa kusini na mashariki walijitengeneza kivyao, wakatengeneza Ukraine. Alafu Ukraine ya upande wa magharibi wao hawakuweza, waliingizwa wakawa ndani ya nchi ya Poland, maeneo yao mengine yakawa ndani ya Lithuania, ya Poland, nchi ya Romania pamoja na nchi ya Czechoslovakia. Czechoslovakia ni nchi ambayo leo zimeundwa nchi mbili ndani yake. Leo kuna nchi inaitwa Slovakia na nchi inaitwa Czech Republic. Zamani kuanzia mwaka 1918 hizi nchi zote mbili zilikuwa zinaitwa Czechoslovakia. Kwa hiyo baadaye Ukraine ikaja kuundwa yote nzima, alafu baadaye ikaja kuingizwa katika umoja wa Soviet, umoja uliokuwa unaundwa na Warusi. Kwa hiyo Ukraine ikawa sasa wamoja tena na Warusi kama ilivyokuwa zamani. Wakaenda, kwa kuwa wao tayari walikuwa wameshaona kwamba wanataka kukaa peke yao, kuwa nchi huru, wao hawakupenda tena kuingizwa ndani ya umoja wa Soviet, lakini nguvu kijeshi hawana. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwa watu kuchukua maeneo yao. Kwa hiyo ndio maana wakaingizwa tena ndani ya umoja wa Soviet. Hawakupenda. Kwa wakawa wanagombana ndani kwa ndani, wana migongano ya wao kwa wao ndani kwa ndani. Ile kitu ikawa inapelekea sasa saa zingine Warusi wanawadabisha. Kipindi hicho Urusi ilikuwa inaongozwa na mmoja alikuwa anaitwa Joseph Stalin. Huyu alikuwa mkali kidogo, yani wazungu wa nchi za magharibi huwa wanamuita dikteta. Alikuwa yani usipoenda vile anavyotaka basi alikuwa anakuadabisha kisawasawa. Kwa hiyo Ukraine waliadabishwa kisawasawa. Na kuna kipindi walitengenezewa njaa, nafikiri ilikuwa miaka ya 30, walitengenezewa njaa ya makusudi, iliwaua vibaya mno. Hatimaye kwa hiyo wakajirudi na kuamua kuwa chini tu ya Warusi, chini ya umoja ule wa Soviet. Kwa hiyo wakaenda, na Warusi walikuwa na uchungu sana na Ukraine kwa sababu wakiangalia wamewapa maeneo. Kuna maeneo ambayo yalikuwa ni ya Urusi toka himaya ya Urusi, alafu wamewapa. Alafu pia kama hivyo kwamba wao ni wamoja, lakini hasa wana maeneo yao. Kwa hiyo hii kitu inafanya Ukraine iwe ya muhimu sana kwa Warusi. Yaani kwa Mrusi bora umweke mbali na nchi nyingine zote, lakini sio Ukraine. Na yale maeneo wameyajenga sana. Kwa hiyo Warusi wana vingi sana ambavyo yani wakivifikiria ndani ya Ukraine vikawa wafanya wanasikia uchungu, kwa sababu wameyajenga sana yale maeneo, waliyapambania kipindi cha himaya yao. Umeona? Kwa hiyo Ukraine kwao yani chokoza kote, lakini usichokoza Ukraine. Ile ardhi ya Ukraine kwao ni ya muhimu sana, hasa huko Ukraine mashariki ndio sehemu walizowapaga. Kwa hiyo sasa wakaendelea kuwa ndani ya umoja wa Soviet mpaka miaka ya 40. Adolf Hitler akawavamia. Kwa hiyo Ukraine wakaingia chini ya Adolf Hitler kwa muda mchache. Na hatimaye mapambano yakaendelea, wa Soviet wakafanikiwa kumpiga Adolf Hitler, kwa hiyo maeneo ya Ukraine yakakombolewa. Ukraine ikarudi tena mikononi mwa Soviet. Soviet Union ilikuja kudondoka mwaka 1991. Kwa hiyo pale sasa Ukraine ndio ikawa huru. Lakini kama nilivyosema, Warusi wana uchungu sana na Ukraine. Kwa hiyo Warusi pamoja na kwamba waliziachia zile nchi zilizokuwa ndani ya umoja wa Soviet ziwe huru, lakini bado wakawa wana connection nazo. Ukiangalia ndani ya Ukraine na hata ndani ya nchi nyingine zilizokuwa ndani ya umoja wa Soviet, kuna miundombinu mingi waliijenga, lakini pia kuna connection nyingi zinaunganisha. Unakuta wanaunganishwa na mabomba ya gesi. Umeona, kuna waliajenga mabomba ya gesi kule ambao wanatoa gesi Urusi, lakini pia unakuta hizi nchi zinaitegemea Urusi kwenye masuala ya nishati, gesi na mafuta. Mfano Ukraine inaitegemea Urusi kwenye gesi na mafuta kwa muda mrefu. Lakini pia unakuta vifaa vya jeshi ni vya Warusi vile. Umeona ambapo yani wanajeshi wao pia wana mafunzo ya Warusi. Kwa hiyo mambo yakawa ndo kama hivyo, wana connection kubwa sana ambayo inashinda kuacha. Wa Marekani pia kwa kuwa ni maadui na Warusi, sasa wakawa nao hawajachezea hii fursa mbali, hawajacheza mbali na hii fursa. Walipoona Mrusi anaachia yale makoloni yake yaliyokuwa ndani ya umoja wa Soviet, wa Marekani wakaanza kusogea na kuwa karibu sasa na zile nchi zilizokuwa ndani ya umoja wa Soviet na Mrusi, ili kuziingiza kwa umoja wa NATO, umoja wa kujilinda. Umoja wa NATO uliundwa mwaka 1949 ikiwa ni umoja wa kujilinda dhidi ya Warusi na umoja wao wa Soviet.
Kwa hiyo hata Soviet ilipovunjika, sasa ule umoja wa NATO ukawa unaendelea. Ukawa tena si kujilinda kwa ajili ya Warusi tena, kwa sababu umoja wa Soviet umeshavunjika, wakawa wanaendelea sasa kwa ajili ya harakati zao tu nyingine za kijeshi kushirikiana. Kwa hiyo Marekani akaanza kuziingiza zile nchi zilizokuwa ndani ya umoja wa Soviet, anaziingiza NATO, kitu ambacho Mrusi hakuwa anakipenda, kwa sababu hata Marekani naye huwa hapendi Mrusi awe karibu na nchi zilizomzunguka kama Cuba, Nicaragua na nyinginezo. Kwa hiyo hata Mrusi naye hapendi Marekani awe karibu na nchi zilizomzunguka, kwa sababu inakuwa ni hatari kwao kijeshi. Hatimaye Marekani akawa wakakubaliana na Mrusi. Kwa mujibu wa Rusi, inasemekana Marekani alitaka kuingiza Ujerumani Mashariki katika umoja wa NATO. Kwa msiofahamu, Ujerumani ilikuwa iko vipande viwili toka mwaka 48. Ujerumani moja ikiwa chini ya Warusi, ambao ilikuwa ni Ujerumani Mashariki chini ya Warusi, na Ujerumani Magharibi chini ya Marekani na washirika wao. Marekani akataka Ujerumani iingie NATO, lakini hawezi kuingiza NATO ikiwa nusu, kwa sababu sheria za NATO, nchi iliyo kipande haiwezi kuingizwa NATO. Sasa ili Ujerumani ikidhi vigezo vya kuingizwa NATO, inabidi iwe nchi iliyokamilika. Kipande cha Ujerumani kiko mikononi mwa Warusi. Inasemekana Marekani akawaomba Warusi kwamba tunaombeni mtupe hicho kipande kimoja cha Ujerumani Mashariki mlicho nacho, ili tuiunganishe Ujerumani nzima iingie NATO. Urusi inasemekana akawaambia kwamba mkitaka niwarudishie Ujerumani Mashariki ili muingize NATO, basi na nyie inabidi tusaini, mtuahidi kwamba hamtaziingiza nchi zilizotuzunguka sisi Warusi katika umoja wa NATO, kwa sababu hatutaki kuwaona wa Marekani mkiwa katika mipaka yetu, kama vile ambavyo na nyie hamtaki kutuona na sisi tukiwa katika mipaka yenu kule katika bara la Ulaya. Inasemekana wakakubaliana. Na baada ya hapo kweli Mrusi akaiachia Ujerumani Mashariki, Ujerumani ikaundwa, ikawa Ujerumani moja na ikaingizwa NATO mpaka leo hii. Baadaye Warusi walikuja kulalamika, wa Marekani wamewageuka. Wamevunja yale makubaliano na kuanza kuziingiza nchi nyingine zilizoko ndani ya wameenda kuziingiza nchi nyingine ziko karibu na Mrusi katika umoja wa NATO. Kitu kilichowauma sana Warusi na kuona kwamba wamegeuka. Kwa hiyo kwa kuwa Warusi walikuwa tayari wana connection katika hizi nchi zilizowazunguka, kwa sababu nyingi zilikuwa katika umoja wa Soviet, Warusi wakawa sasa wanahakikisha kwamba wanapiga ushawishi kuwe na marais ambao watakuwa vibaraka wao, ili wale marais wasiweze kuziingiza zile nchi katika umoja wa NATO. Kwa hiyo wakawa wanagombania hivyo, na hivi ndivyo ilivyo mpaka sasa. Marekani anaingilia siasa za zile nchi na Mrusi naye anaingilia, kila mmoja anataka kuchomeka kiongozi ambaye atakuwa kibaraka wao. Na kuna wengine sasa Mrusi akawa sasa anaingia kabisa kijeshi, kama katika nchi ya Georgia mwaka 2008 akaingia kabisa kijeshi ili kuinyima vigezo vya kujiunga NATO. Lakini nchi ya mwisho kabisa ambako Mrusi aliona kachokozwa, kachezewa sharubu, ni nchi ya Ukraine. Kama nilivyosema, wana uchungu nayo, wale ni ndugu, alafu kuna maeneo yao mule ndani ya Ukraine. Kwa wakaona kwa nini Marekani aje atumie maeneo yetu ndani ya Ukraine, tunataka tuyachukue maeneo yetu. Kwa hiyo Warusi wakawaambia Ukraine, msiingie NATO. Mkiingia NATO sisi tutakuwa hatuna jinsi zaidi ya kuwapiga. Na Mrusi akaanza kwanza, ili kuepusha vita, inasemekana Mrusi akaanza kama vile nilivyosema, kuhakikisha anachomeka vibaraka ndio anaitawala Ukraine. Marekani naye akawa busy naye kuhakikisha anachomeka vibaraka ndio anaitawala Ukraine. Na washirika wa Marekani ambao ni Umoja wa Ulaya nao wakawa wanahakikisha nao wanaisogeza Ukraine iwe karibu na Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya ukaandaa mkataba wa kuwafanya Ukraine wawe karibu nao zaidi kisiasa, kiuchumi, mambo ya sheria, kijeshi. Umoja wa Ulaya wakaandaa mkataba. Warusi nao wakawaambia wa Ukraine kwamba huo mkataba na sisi tuna mkataba kama huo ambao sisi tutawapa nyie nishati, gesi na mafuta, ndio vitu vinavyozungusha uchumi. Wao watawapa ushirikiano, visa free kuingia katika nchi za Umoja wa Ulaya na kila kitu. Sisi tutawapa uhakika wa nishati, mafuta na gesi ambao ndio yanawazungushia nyie uchumi, kitu ambacho wao hawana mafuta na gesi, wanategemea kwetu. Kwa hiyo viongozi wa Ukraine wakawa katika sasa wakati mgumu katika kuamua hizi pande zote mbili. Sehemu ya 3 nakuja nayo, ambao tutaelezea sasa kuanzia hapo ambapo naishia mpaka vita ilipofika. Usikose, usisahau kusubscribe.